Dola la Ottoman, Ottoman Empire, safari ya himaya iliyotawala mabara matatu kwa miaka zaidi ya 600. Karne ya 13 ilikuwa kipindi cha misukosuko mikubwa katika eneo la Anatolia, eneo ambalo leo tunalijua kama Uturuki. Dola ya Waseljuk ilikuwa ikisambaratika. Mashambulizi ya Wamongolia yalikuwa yamevuruga utulivu wa Asia ya Kati. Falme ndogondogo za Kituruki zilianza kujitokeza, kila moja ikijaribu kuishi katika kivuli cha nguvu kubwa zilizokuwa zikifa polepole. Ndipo alipojitokeza mtu ambaye hakujua kwamba jina lake lingeishi kwa karne 6. Mwanzo wa kiongozi mdogo aliyebadilisha historia. Mtu huyo aliitwa Osman wa kwanza. Hakuzaliwa katika jumba la kifalme. Hakurithi himaya kubwa. Alikuwa kiongozi wa kikundi kidogo cha wapiganaji wa Kituruki waliokuwa wakiishi mpakani mwa dola la Byzantine. Lakini alikuwa na maono. Osman alianza kushambulia ngome ndogo ndogo za Byzantine. Kila ushindi mdogo uliongeza heshima yake. Wapiganaji kutoka maeneo ya jirani walianza kujiunga naye. Alijenga dola si kwa mapinduzi makubwa, bali kwa uvumilivu na vita vya taratibu. Ndipo dola likaanza kuitwa kwa jina lake, Uthmania, kwa Kiingereza Ottoman, kuimarika kwa himaya. Baada ya Osman, mwanawe Orhan aliendeleza upanuzi. Miji muhimu kama Bursa ilitekwa na kuwa mji mkuu wa kwanza wa Ottoman. Lakini bado walikuwa himaya ndogo tu. Kisha karne moja baadaye, akatokea kijana wa miaka 21 aliyekuwa na ndoto ya kuuteka mji uliokuwa umehimili mashambulizi kwa zaidi ya miaka 1000. 1453, mji usioanguka waanguka. Mji huo ulikuwa Constantinople, mji mkuu wa dola la Byzantine. Ngome yake ilikuwa maarufu kwa kuta nene zisizoweza kupenywa. Lakini Sultan kijana Mehmed wa pili alikuwa na silaha mpya, mizinga mikubwa ya baruti. Kwa wiki kadhaa, mizinga ililipua kuta za mji. Hatimaye, tarehe 29 Mei mwaka 1453, Constantinople ilianguka. Kuanguka kwa mji huu kulimaliza dola la Byzantine lililodumu zaidi ya miaka 1000. Kulifanya Ottoman kuwa nguvu kuu ya dunia. Kulibadilisha mizani ya biashara kati ya Ulaya na Asia. Constantinople ikawa Istanbul, na Ottoman sasa hawakuwa dola la mpakani, walikuwa himaya ya dunia. Kipindi cha dhahabu, enzi ya Suleiman. Karne ya 16 ilikuwa kilele cha nguvu za Ottoman chini ya Suleiman the Magnificent. Chini yake, himaya ilifika hadi Hungary, ilitawala Balkan, ilidhibiti Mashariki ya Kati, ilitawala Afrika Kaskazini. Lakini nguvu yao haikuwa tu kwenye vita. Suleiman aliimarisha sheria, akajenga misikiti mikubwa, madarasa na miundombinu. Istanbul ikawa mji wa ustaarabu, biashara, sanaa na elimu. Ottoman walidhibiti njia kuu za biashara ya hariri na viungo. Walikuwa kiungo kati ya Mashariki na Magharibi. Mfumo wa utawala na jeshi la Janissaries. Ottoman walikuwa na jeshi maalum liitwalo Janissaries. Askari waliokusanywa kutoka familia za Kikristo katika Balkan, wakalelewa kama wanajeshi wa Kiislamu waliomtii sultani pekee. Mfumo wao wa millet uliwaruhusu Wakristo na Wayahudi kujiendesha katika mambo ya dini chini ya sheria zao wenyewe, mradi waliilipa kodi dola. Hii ilifanya himaya idumu kwa muda mrefu bila kupasuka kwa migogoro ya kidini kwa kiwango kikubwa. Mwanzo wa kudhoofika. Lakini hakuna himaya inayodumu milele. Karne ya 18 na 19 zilileta changamoto. Ulaya ilipitia mapinduzi ya viwanda. Silaha za kisasa zilibadilisha vita. Mataifa ya Balkan yalianza kudai uhuru. Rushwa ilienea katika utawala. Ulaya ilianza kuita Ottoman the sick man of Europe. Maeneo kama Ugiriki, Serbia na Bulgaria yalianza kujitenga. Himaya ilianza kupungua. Vita Kuu ya Kwanza, pigo la mwisho.
Mwaka 1914, dola la Ottoman liliingia kwenye World War I upande wa Ujerumani. Uamuzi huo ulikuwa wa hatari. Baada ya miaka minne ya vita, Ottoman walishindwa. Maeneo yao yaligawanywa na Uingereza na Ufaransa. Mashariki ya Kati ikachorwa upya mipaka yake. Istanbul ilivamiwa. Usultani ukafutwa mwaka 1922. Miaka 600 ya himaya ikafika mwisho. Kuzaliwa kwa taifa jipya. Lakini hadithi haikuishia hapo. Jenerali mmoja aliyeitwa Mustafa Kemal Ataturk aliongoza vita vya uhuru dhidi ya uvamizi wa mataifa ya Ulaya. Mwaka 1923 alitangaza kuzaliwa kwa Jamhuri ya Turki. Alifanya mageuzi makubwa. Alifuta ukalifa. Alianzisha mfumo wa kisekula. Alibadilisha alfabeti. Alihimiza elimu ya kisasa. Dola la Ottoman likageuka kuwa taifa la kisasa. Leo Ottoman inaitwaje? Leo eneo kuu la zamani la Ottoman linaitwa Turkey, Uturuki. Lakini himaya ya zamani ilijumuisha zaidi ya nchi 30 za leo, kutoka Balkan hadi Arabia. Ottoman kama dola haipo tena, lakini urithi wake unaishi. Katika Istanbul, katika siasa za Mashariki ya Kati, katika historia ya Ulaya, katika usanifu wa misikiti mikubwa. Hitimisho la narration. Hii ni hadithi ya kiongozi mdogo aliyeanzisha himaya, mji usioanguka uliotekwa, kipindi cha dhahabu cha ustaarabu, kudhoofika kwa polepole, na kuzaliwa kwa taifa jipya. Dola la Ottoman lilidumu zaidi ya miaka 600, na leo jina lake limebaki katika historia, huku taifa la Turkey likibeba urithi wake.